Nikushukuru Mheshimiwa Naibu Spika, na mimi niende moja kwa moja katika mchango wangu. Mheshimiwa Naibu Spika, nitakwenda kuanzia walikoishia waheshimiwa wabunge wenzangu, hususani Mheshimiwa Ninauye. Mheshimiwa Naibu Spika, sheria inataka watumishi wa umma wapandishwe madaraja kila baada ya miaka mitatu. Hiyo ndiyo sheria inavyotaka. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, kumekuwepo na watendaji wa taasisi mbalimbali ikiwemo utumishi wa umma wamekuwa wakishusha nyaraka mbalimbali ambazo zinakinzana moja kwa moja na sheria hii ambayo nimeitaja awali. Na nyaraka hizi Mheshimiwa Naibu Spika, zimekuwa zikielekeza kwamba watumishi wapandishwe madaraja kila baada ya miaka mitano. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kuwa tunaye waziri husika Mheshimiwa Mchengerwa, ningependa atakapokuja kuenda atueleze ni kwa nini basi wizara imeamua kukiuka sheria hii ya utumishi ya watumishi wa umma. Kwa nini wameamua basi kukiuka sasa sheria hii, na sasa wametengeneza nyaraka tofauti kabisa ambazo zinapingana na haki za wafanyakazi watumishi wa umma. Mheshimiwa Naibu Spika, hivi nilivyosimama mbele yako, wapo watumishi wengi ambao ni takriban miaka 6 hawajapandishwa madaraja. Na nimesema kuna nyaraka ambayo inakinzana na sheria yenyewe ambayo inasema watumishi hawa wa umma wapandishwe madaraja ndani ya miaka mitano. Lakini sasa hivi hata hilo ambalo haliendani na sheria wameshindwa kulitimiza. Mheshimiwa Naibu Spika, wote tunafahamu kwamba watumishi wa umma ndio kiungo pekee cha serikali katika utekelezaji wote wa bajeti tunazopitisha, mipango yote ambayo tunaipanga, lakini maslahi yao yamekuwa hayaangaliwi. Kama jinsi ambavyo nimesema, watu walipaswa kupandishwa madaraja Mheshimiwa Naibu Spika miaka 6 iliyopita. Na watumishi hawa wanaendelea kuchapa kazi. Na watumishi hawa wanaendelea kutarajiwa kwamba wadeliver vizuri kulingana na taratibu za utumishi jinsi zinavyosema. Mheshimiwa Naibu Spika, kuna msemo unasema ukitaka kumtawala mtu unapaswa kuhakikisha anakula na kushiba. Mheshimiwa Naibu Spika, ikiwa tunahitaji watumishi hawa wa umma waweze kufanya kazi kwa ufanisi, hatuna budi kuangalia maslahi yao, ikiwemo kupandishwa madaraja, ikiwemo kulipwa, kuongezewa mishahara, lakini pia ikiwepo kulipwa malimbikizo yote ambayo watumishi hao wa umma wanayadai. Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Naibu Spika, ni jukumu la serikali kuhakikisha inatoa mafunzo kwa watumishi wa umma. Na mafunzo Mheshimiwa Naibu Spika sio luxury, sio kwamba ni starehe, hapana. Tunaishi katika dunia ambayo inakwenda kwa kasi. Teknolojia zinakwenda kwa kasi. Ninavyosimama hapa mbele yako Mheshimiwa Naibu Spika, ni miaka 6 imepita, hakuna mafunzo yaliyofanywa kwa watumishi wa umma hao. Lakini watumishi hawa tunategemea na kuwatarajia waweze kudeliver kulingana na jinsi teknolojia inavyokwenda. Jambo hili Mheshimiwa Naibu Spika haliwezekani na haliendani na uhalisia kabisa. Ushauri wangu kwa serikali, Mheshimiwa Naibu Spika, ufanyike utaratibu wa haraka wa kuhakikisha watumishi hao wa umma wanapatiwa mafunzo. Na Mheshimiwa Spika, Naibu Spika, sio tu swala la kupatiwa mafunzo. Watumishi wetu wanapaswa kupata exposure. Mtumishi unakuta yupo kazini zaidi ya miaka 6,
lakini hajawahi hata siku moja kwenda nje angalau kupata mafunzo. Hao hata kupata exposure tu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa jinsi dunia inavyokwenda, lazima tukubali kwamba watumishi wetu wanapaswa kwenda sambamba na the way dunia inavyokwenda kwa kasi. Kwa hivyo basi, ushauri wangu kwa serikali na hususan kwa wizara husika, waangalie uwezekano mkubwa sana wa kufuta hii damage ya kuwa na watumishi ambao takriban miaka 6 hawajapata mafunzo. Na mwisho wa siku, Mheshimiwa Naibu Spika, ndio maana tunawakuta wakuu wa wilaya. Mfano, mkuu wa wilaya tu anakwenda kwenye eneo lake la kazi, anakutana na watumishi wale ambao wako chini yake, badala ya kuwaelekeza namna ya kufanya kazi, hata akikuta wamekosea kidogo, mwisho wa siku Naibu Spika anawachapa viboko. Mheshimiwa Naibu Spika, wakati mwingine tunaweza kudhani kwamba wanafanya makusudi. Wakati mwingine hawajui hata wajibu wao. Mwisho wa siku wanadhani hata kupiga viboko ni sehemu ya majukumu yao. Ndio maana nasema Mheshimiwa Naibu Spika, swala la mafunzo kwa watumishi wetu wa umma ni lazima na ni takwa la kisera. Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Naibu Spika, sambamba na hilo upande wa utumishi, tunatambua au niseme natambua kwamba zipo taratibu, kanuni zinazotuongoza au zinazoongoza wizara husika kuwajibisha watumishi wa umma pale ambapo wanakutwa na makosa mbalimbali. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, hivi ninavyoongea na wewe hapa katika kupitia bunge lako tukufu, wapo watumishi wengi ambao Mheshimiwa Naibu Spika wamewekwa bench kwa masuala mazima ya nidhamu. Mheshimiwa Naibu Spika, watumishi hawa wengine wamekaa zaidi ya miaka 3, 4 mpaka 5 wako bench. Wana familia, wanatunza familia, wanapeleka watoto shule, maisha yao yote yanategemeana na kazi hii. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, watumishi hawa hawapewi hata ile nusu mshahara ambayo kikatiba, kisheria na kanuni, unapokuwa umewekwa bench haujakutwa na hatia lazima ulipe nusu mshahara. Lakini mtumishi huyu yuko miaka 4 na wakati yuko kazini alikopa. Mheshimiwa Naibu Spika, wote tunatambua mishahara ya watumishi wetu hawa sio mikubwa, haiwezi ikawafanya wakaishi comfortable. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa hiyo watumishi hawa wamekuwa wakikopa walipokuwa kazini, wapeleke watoto shule, wale walipo kodi za nyumba, wengine hata kujenga hawana uwezo wa kujenga. Lakini leo hii wamewekwa benchi kwa takriban ya miaka 4, hawapewi hata senti. Mheshimiwa Naibu Spika, wanaishije? Na je, Mheshimiwa Naibu Spika, unadhani wale ambao wapo wanaendelea na kazi wanapokuwa wanaona yanayowapata hawa walioko benchi watashindwa kuchukua rushwa? Kweli watakuwa ni waaminifu? Haiwezekani. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa hiyo niombe kupitia wizara na Mheshimiwa Mchengerwa, nimekuwa chini ya uongozi wako ukiwa mwenyekiti wangu wa kamati ya katiba na sheria, na kujua utendaji kazi wako unaujua, commitment yako unaijua kwa taifa hili. Ni kuombe chonde uangalie namna gani sasa ya kwenda kufuatilia mambo haya. Wengine wamesimamishwa sio kwa sababu wana makosa, ni kwa sababu waliowasimamisha wana bifu nao tu, ni kwa sababu waliowasimamisha wanadhani wanaweza kufanya chochote as long as wao wako kwenye madaraka. Mheshimiwa Naibu Spika, sambamba na hilo ambalo nimelisema kuhusiana na wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya pamoja na wakurugenzi, wote tunatambua hawa ni wateule wa Mheshimiwa Rais. Unapokuwa mteule wa Mheshimiwa Rais, ukaenda huko chini katika majukumu yako ya kila siku, unakwenda kwa niaba ya Mheshimiwa Rais. Sasa unapofika kule ukafanya vitu ambavyo haviendani na miongozo ambayo sisi wenyewe tuliisaini kama watumishi kwamba tutakuwa na maadili, tutaongoza kwa kuongozwa na miongozo hii ya maadili, mwisho wa siku serikali ambayo inasimamiwa na Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Naibu Spika, inapata taswira mbaya kabisa. Ndio maana Mheshimiwa Waziri, utakapokuja kuwind up, natamani nisikie angalau unatoa tamko kwa wakuu wa wilaya,
kwa wakuu wa mikoa, wakurugenzi, ukiwaelekeza namna ya kufanya wakati tunaandaa mafunzo ambayo nimeweza kuyasema. Mheshimiwa Naibu Spika, niseme jambo moja lingine. Niombe au niseme ushauri. Kwa mambo yote ambayo nimeelezea hapa kuhusiana na watumishi wa umma, kwa mambo yote ambayo nimeeleza hapa kuhusiana na utawala bora, Mheshimiwa Waziri, nikuombe mambo makuu matatu. La kwanza, chonde waangalie watumishi wa umma ambao waliwekwa benchi, ambao mpaka sasa hivi wengine wamekimbilia vijijini na kwenyewe wamekuta matatizo ya wazazi wao, hawawezi kabisa kujisaidia wao, hata kusaidia familia zao. Uchunguzi ufanyike haraka Mheshimiwa Waziri. Ufanyike uchunguzi ambao wana hatia warudi kazini.